بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya risala khuturatul ibtida' shu'mul bid'a للشيخ رسلان حفظه الله تعالى تلفكية الوجه العاشر. قال أن صاحب البدعة ليس له توبة، أن صاحب البدعة ليس له توبة. ولهي haimaanishi kwa mtu wa bid'a hata akitubia tauba yake haikubaliki. La, wanaovioni wakisema anna sahib albid'a laysa lahu tauba, wakikusudia kuwa mara nyingi mtu wa bid'a harudi nyuma kuiwacha ile bid'a anaoifanya kwa kudhania kuwa ni katika dini, كما تكفيلeza hapa mbele. لما في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. الله سبحانه وتعالى أميزوية توبة وكيل متو بدعة. وسبب بعده عن التوبة، سباب يمتو بدعة كوانبالي كبيسة توبة، أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس. jambo la kwanza yataka tuelewe, kuingia chini ya takalif za kisheria za sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zito kwa nafsi. huffatil janna bil makarih, janna imezungukwa na mambo ambayo nafsi yachukia. Kwa mara nyingi kuingia chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamkallah, ni jambo zito kwa nafsi. li'annahu amrun mukhalifun lilhawa, kwa sababu ni jambo ambalo la khalifu matamanio na matashi ya nafsi. jambo la sheria mara nyingi laenda kinyume na nafsi inavyotaka. wasaddun an sabili shahawat, na amri ya kisheria na takalif za kisheria huzuia na ni kizuizi katika njia ya mtu kupata shahawat na matamanio ya nafsi. fayathqulu alaiha jiddan, ukaona mtu kuingia chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, chini ya sheria iliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jambo zito sana. lianna alhaqqa thaqilun, kwa sababu haki ni nzito. bal atainakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun, wengi katika watu wachukia haki. haki ni nzito kwa nafsi, isipokuwa yule ambaye Allah atampa tawfik kuikubali na kuifuata haki, akatawadha na kunyenyekea chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataifuata haki. lakini wengi katika watu wameikhalifu haki kwa kufuata nafsi zao. والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه, na nafsi mara nyingi hupata uchangamfu katika lile jambo ambalo laafikiana na matashi yake na matamanio yake, sio lile linalokhalifu. mpaka hapa mmeelewa? Kwa tumeona kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala yaenda kinyume na matamanio ya nini? Ya nafsi. Ndio maana ikawa ni ngumu. Na nafsi
huchangamka katika lile jambo ambalo laenda namna inavyotaka hiyo nafsi, na nafsi yachukia kile kinachokwenda kinyume na matamanio yake. Ili jambo kilielewa, utaelewa kwa nini sahibul bid'a ni ngumu kurudi nyuma. Asema Sheikh Raslan, wa kullu bid'atin falilhawa fiha madkhalun, kila uzushi katika dini kumepenya matamanio ya nafsi pale ndani, kumeingia matamanio ya nafsi pale ndani. لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. وسباب بدعة yarejea katika mtizamo wa yule aliyezua na yule anayefuata ile bid'a, wala hairejei katika mtizamo wa sheria. Bimaana ile ibada ya uzushi anayoifanya mzushi ni fikra yake, sio sheria. Kwa hivyo nafsi yapenda kile ambacho ni fikra yake yeye, na haipendi kile ambacho ni sheria imemwamrisha. Wetizama kwa bid'a wanazozizua watu wa bid'a, mpaka wamekuwa wachukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kuvaa nguo juu ya majicho mawili ya mguu ni sunna wajiba aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wangapi katika ahlul bid'a leo wafanya istihza na wale wanaovaa nguo juu ya majicho mawili, pamoja na kuwa ndivyo alivyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvaa, lakini kwa kuwa hili jambo laenda kinyume na matamanio ya nafsi, wa alaikum salam, na wao wamejizoesha, wamezoea kufuata matamanio ya nafsi, katika hali kama hii ikawa ni jambo zito sana kwa wao, bali mpaka mwisho wakaanza kulifanyia istihza na kulibeza hili jambo. والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع. na msione mzushi ni hivi hivi tu mzusha, lazima atatafuta shubha, na dalili ziko ambazo ni mutashabih, akafuata mali akashika pale. Sasa kumekusanyika vitu vingapi hapa? Viwili, hawa na shubha, vimekusanyika kwa mubtadi. Na shubha yapendeza kwa nafsi, kwa sababu yasaidia nafsi katika kupata kile ambacho ndiyo nadharia yake. Asema Sheikh, ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع, adai kuwa kila kilichotajwa pale ndiyo makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndiyo makusudio. Kwa mfano, suala la kuwa Allah yuko juu, kuna aya nyingi katika kitabu cha Allah kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kwa mfano, aamintum man fis sama am amintum man fis sama sabbih isma rabbika al-a'la ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. kadhalika Firaun alivyomwambia Musa au alivyomwambia Haman, ya Haman ibn li sarha la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati faattali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Sababu Musa alimwambia Allah yuko juu, Firaun akamkadhibisha, akamwambia Haman amjengee ili aweze kupanda kule juu akamchungulie mguu wa Musa. Kwa hivyo yote anayekanusha uwepo wa Allah ni juu afuate itikadi ya nani? Ya Firaun. Kama vile anayeitakidi kuwa Allah yuko juu afuate itikadi ya nani? Ya Musa alayhi salatu wassalam. Huyu ni Musawi na huyu ni Firauni. Alhasil, hizi aya ziko nyingi sana katika Qur'an. Ukamwona mtu akaenda وهو الذي في السماء إله
wa fil ardi ilahun. Hii aya hata haizungumzi swala hilo, lakini ndio shapata shubha hapa. Si yasema wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Yani kwa mfano nikisema kuwa na huyu ndiyo kiongozi hapa Mombasa na yeye ni kiongozi wa Nairobi, walillahi almathalul a'la, atakuwa aishi huku na huku, ama akiwa mahali pamoja yuko pamoja na kule haiko mahali pamoja. Yani huwa almaluh fi as-samaa wal maluh fi al-ard, yeye ndiye Mungu anayeabudiwa kwa haki juu mbinguni na hapa ardhini, lakini uwepo wake yuko juu kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Lakini hapa akashikamana na ile shubha, ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه. kwa hivyo ikawa yale matashi na matamanio ya nafsi yake ndiyo makusudio ya sheria, kwa sababu yamelingana na ile dalili anayoiona ni dalili, lakini kumbe nini? Ni shubha. Ikazidi kutia nguvu yeye kushikamana na hawa ya nafsi yake. فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ vipi watarajia mtu kama huyu atoke katika yale aliyokuwa ndani yake, wakati hawa ya nafsi yake imeshikamana na kile ambacho yaona ni kizuri cha kushikamana nacho, nao ni dalili ya kisheria kwa ujumla. Ile shubha ni dalili ya kisheria, lakini sio maana yake. Lakini yeye akashikamana akasema makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni hii dalili, na kumbe sio makusudio. Hebu niwape mfano. Man sanna fil islami sunnatan hasana, hii hadithi utaona wameshikamana nayo wale wazushi. Mbona wafanya uzushi? Kunao bid'a hasana, dalili nini? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Lakini la kushangaza, hii haikuitwa bid'atan hasana. Katika hadithi imesema man sanna fil islami sunnatan hasana. Sasa ukirudi katika sababu ya hii hadithi utaona kuwa sababu yake yaonyesha kuwa sio kuwa yule mtu amezua, bali yule mtu amehuisha jambo ambalo lilikuwa limekufa. Kwa ikiwa wataka kuingia katika hadithi hii, basi ni uhuishe zile sunna za Mtume sallallahu ambazo watu wamezisahau, uingie katika hii hadithi kama alivyoingia yule sahaba. Lakini akashikamana akaona nimeshikamana na dalili hapo, kumbe ile ni shubha iwaitumia na imekusanyika na hawa ya nafsi yake. Hivi vitu viwili vikikusanyika kwa mtu mmoja, ni lini mtu kama huyu atarudi nyuma? Ni ngumu sana. Ndio maana Mtume sallallahu alipowazungumzia khawarij akasema yaquluna bikalami khairil bariyya wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Angalia, watumia maneno ya Mtume sallallahu, bali na watumia Qur'an, yaqrauna al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, watumia Qur'an wakaifasiri wanavyotaka wao. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akisimama juu ya mimbar siku ya Jumaa, khawarij wakipiga kelele inil hukmu illa lillah. Ali, sini aya hiyo. Ali akisema kalimatu haqqin urida biha batil, ni kalima ya haki lakini wanachokitaka hawa ni batil. Kwa yawezekana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mtu akachukua shubha pale, aya ambayo haiko wazi, kwa sababu ziko aya mutashabihat, kisha akaichukulia ndiyo dalili kwa hawa ya nafsi iliyoko tayari shatangulia pale, akashikamana na lile jambo, ikawa ni ngumu kwake yeye kurudi katika haki. Mfano mwingine, hawa wanaofanya dhikiri za kukohoa, ho ho ho, hii ho mmetoa wapi jamani? Wakatoa, lakini shubha ya kipumbavu ya kisafihi, sema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Haulai sufaha, wallahi sufaha. Sema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Hii ni ta'wilahu, ni neno moja, si ta'wilahu.
ni ta'wilahu. Na hii ni shubha ambayo alizungumza mtu mbele ya Sheikh al-Islam rahimahullah. Sheikh al-Islam Taymiyya mtu akamwambia hebu iangalie vizuri imeandikwa nini, ni ta'wilahu, si ta'wilahu illa Allah, sio. Lakini angalia mifano hizi shubuhat ambao hawa ahlul bid'ah wajaribu kushikamana nazo ili akifanye kiko sawa kile ambacho nafsi yake yataka. Ndio maana ulama wakasema kuwa ni ngumu sana kwa mtu wa bid'ah kurudi katika haki, ngumu sana. Na haya maneno ya Mtume sallam, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya thumma la yarji'un, maneno mazito ya Mtume sallam. Ni ngumu sana kwa mtu wa bid'ah kurudi. Yawezekana kurudi nyuma, lakini ni ngumu sana, isipokuwa kwa yule mtu ambaye aipenda haki atarudi katika haki. نكتفي بهذا القدر والله المستعان. أسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.